Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila ya kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Tabaka la ozoni linapoharibiwa linaruhusu sasa ile mionzi kufika moja kwa moja katika uso wa dunia, na hivyo kusababisha ongezeko kubwa ya magonjwa mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyaona katika miongoni mwetu sisi. Miongoni mwa magonjwa hayo, kwa mfano magonjwa yale ya ngozi, kumekuwa na saratani ya ngozi, lakini kupata mtoto wa jicho, upungufu wa kinga dhidi ya maradhi na kujikunja kwa ngozi. Lakini madhara mengine ni kuathirika kwa ukuaji wa mimea, na baadhi ya kemikali hizi husababisha kuongezeka kwa joto duniani na hivyo kuchangia katika hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo mtaona sasa athari kubwa ambayo inatokana na uharibifu wa ozoni ni kubwa sana. Kwa hiyo sisi ni watu muhimu wetu hapa na kuzingatia mafunzo ambayo tutayapata ili kusudi tuendelee na sisi kuweka mchango wetu katika kuhifadhi mazingira, lakini na kuwalinda wenzetu. Ndugu washiriki, kemikali zinazoharibu tabaka la ozoni ni kemikali zinazotumika katika majokofu na viyoyozi mbalimbali, vifaa vya kuzimia moto, usafishaji chuma, utengenezaji magodoro, ufukizaji wa udongo katika vitalu vya tumbaku na kilimo, hifadhi ya nafaka katika maghala na kadhalika. Kemikali hizi huingizwa nchini kupitia mipaka mbalimbali kwa ajili ya matumizi ambayo nimeyasema hapo awali. Warsha hii ni muhimu kwenu, na hii ni kutokana na majukumu yenu ya kila siku ya kuhudumia vifaa vinavyotumia kemikali zinazodhibitiwa chini ya itifaki ya Montreal. Hivyo serikali inawataka kuendelea kutumia njia salama za kuhudumia vifaa hivyo pasipo kuathiri mazingira, na vile vile kuzingatia ukomo wa matumizi wa kemikali hizo zinazodhibitiwa. Katika muundo wa sayari yetu ya dunia kuna tabaka moja huko juu linaitwa ozone. Tabaka hilo la ozone lipo katika layer moja inaitwa stratosphere, juu angani. Hilo tabaka kazi yake kubwa ni kutukinga na miale ya jua ya moja kwa moja ambayo inaitwa ultraviolet radiation, mionzi ya jua. Kwa mionzi ya jua, jua linalowaka kule juu mbali, kuna hiyo layer au hilo tabaka lilopo hapo ndio linapunguza nguvu ile mionzi ya UV, ultraviolet, na hivyo haliwezi kutufikia moja kwa moja huku chini, kwa sababu mionzi hiyo inaweza kusababisha athari katika ngozi za binadamu, na hata ikiwa hatari zaidi kuweza kusababisha magonjwa ya ngozi, hata kansa ya ngozi, kwa sababu ya ukali wa hii mionzi ya jua. Mafunzo haya yana tija kubwa kwa mafundi wetu hawa, kwa sababu wao ndio washiriki wakubwa sana katika matumizi ya hizo kemikali ambazo kama zisipodhibitiwa vizuri zinaweza kuharibu tabaka la ozoni. Na naamini mafunzo haya yanaongezea uwezo, wanaenda kuwa mabalozi wazuri, na watashirikiana na serikali na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla kuhakikisha kwamba katika utendaji wao wa kazi wa kila siku watakuwa mabalozi wazuri kwa kuheshimu, kufuata taratibu zote tunataka kufanya ili kuhakikisha kwamba hawaachilii hizo kemikali zisiende kuharibu tabaka la ozoni. Nitoe shukrani zangu za pekee kwa waandaaji wa hili tukio. Kwanza kabisa, sisi kama mafundi tumepokea kwa wito mkubwa, tumefurahia kuwekwa pamoja kujadili mambo yale ambayo tunayajua na yale ambayo hatuyajui. Maoni yangu ni kwamba sisi kama mafundi kwanza tumepokea vizuri, tumefurahia mafunzo, tumejua vitu vingi ambavyo vile tulikuwa hatuvijui, tumejifunza, na natumai tuendelea kujifunza zaidi, kwa sababu huu ndo mwanzo, kazi bado inaendelea. Mimi nawashukuru sana, nawatakia kila la heri waandaaji wa hii shughuli. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii zaidi.